Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Ziku mwamba wa Ouagadougou Aziz-Ki inasemekana ndio basi tena, kwa taarifa za uhakika ambazo zipo na baadhi ya viongozi wa Yanga wenyewe wameripoti kwamba Aziz-Ki ndio basi tena. Unadhani Young Africans wanakwenda kumiss kitu gani? Yaani hapa inamaanisha kwenda kukikosa kwa Aziz-Ki ni kitu gani, na pengine faida ya Aziz-Ki ndani ya Young Africans? Aziz-Ki inafikirisha kuondoka kwake, lakini nadhani ilikuwa ni muda sahihi. Hakukuwa na muda mwingine ambao tulitarajia kuona performance kubwa ya Aziz-Ki ambao tuliona kwenye msimu uliopita wa kufunga magoli zaidi ya 20. Hatukuwa na matarajio kuona tena Aziz-Ki akipata labda akitengeneza assist zaidi ya zile ambazo alitengeneza msimu uliopita. Aziz-Ki alikuwa ameshamaliza kila kitu ambacho labda pengine tulikuwa tunamdai kama mashabiki wa mpira, ni kuisaidia Yanga kwa mabingwa klabu bingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho, ambako tayari finali ya kombe la shirikisho alishaisaidia kufika huko na hawakufanikiwa kwa mabingwa. Tafsiri yake na haijirudi kila wakati, manake si rahisi kuiona Young Africans tena narudi kwenye finali ya kombe la shirikisho, kwa sababu ndo kwanza wanajipambanua kucheza mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Nieleweke kwenye hilo. Sio rahisi kwa Young Africa tena kucheza finali ya kombe la shirikisho kwa miaka ya hivi karibuni. Na ni kwa sababu Young Africans amejipambanua, ametaka kuwa mkubwa, anashindana mashindano ya wakubwa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika. Msimu ujao anaenda kushiriki, na muona hata msimu ujao pia anaenda kushiriki, msimu unaofuata pia ataenda kushiriki klabu bingwa na si kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa miaka hivi karibuni kumuona Yanga analeta kombe la shirikisho. Labda ni rahisi kumuona analeta klabu bingwa barani Afrika, ambako rahisi yake sio mwaka huu, mwaka kesho kutwa, wala sio mwaka mtondogo. Yani ni miaka fulani hivi itakuja kama wataendelea kwa kwenye ubora huu. Nachotaka kusema ni nini? Stefan Aziz-Ki muda wake ulikuwa umemalizika. Young Africans hawakuwa wanamdai chochote, kama makombe ambayo Yanga wana ubavu wa kuyachukua wameshayachukua akiwepo Aziz-Ki. Kwa hakukuwa na kipya. Hata kwa wachezaji ambao waliopo ndani ya Young Africans, labda Pacome Zouzoua ana uwezo wa kuvaa nafasi ya Aziz-Ki akawa mfalme, akacheza eneo lile ambalo anacheza Stefan Aziz-Ki. Watatofautiana tu kwamba kuna namba nyingi zitapungua kwa Stefan Aziz-Ki ambazo Aziz-Ki ambazo zitapungua kwa Pacome Zouzoua, ambazo Stefan Aziz-Ki alikuwa anawapatia Young Africa, lakini utaongezeka ubunifu na skills nyingi kwenye eneo hilo kwa sababu ya ubora wa alionao Pacome Zouzoua. Kwa hiyo kuna utofauti kidogo tu utapungua, lakini Young Africa sidhani kama itatikisika baada ya Aziz-Ki kuondoka. Yes, lakini pia unaambiwa kwamba pengine Chama ndio anaanza kurudisha falume wake. Ni muda wake pia, na kwangu kiniuliza kati ya Pacome Zouzoua na Clatous Chota Chama Triple C yupi ni besti kucheza kwenye eneo lile ambalo ameondoka Aziz-Ki, nitakwambia moja kwa moja ni Clatous Chota Chama. Ni besti kabisa akicheza kuliko Pacome Zouzoua. Sio kwamba Pacome Zouzoua hana uwezo wa kucheza eneo lile, ni kwa sababu Pacome Zouzoua ni mtamu zaidi akitokea pembeni. So kwa nini umpunguzie utamu wake na umpeleke kwenye eneo ambalo unaenda kumnyanyasa, na wakati yuko Clatous Chota Chama ambaye ukimpeleka pembeni timu inapoa, lakini ukimpeleka pale juu namna ya speed ya Young Africa anaweza kucombine na akacheza nayo, kwa sababu hatakuwa anakimbia eneo kubwa sana la uwanja, atakuwa anazunguka nyuma ya mshambuliaji kutengeneza space ambazo zitaisaidia Yanga. So sidhani hata kama kuna umuhimu wa kwenda kutafuta mchezaji nje ya Young Africa. Mimi nasikia taarifa za Young Africa kumhitaji Faisal, lakini sidhani kama hata Faisal Yanga wanamhitaji kwa kiasi hicho kwenye eneo ambalo Aziz-Ki anaondoka, kwa sababu wachezaji waliokuwa nao wana quality, labda tu kutowaamini kwa miaka 2-3 zaidi. Lakini kwa msimu huu na ujao, wakati mnajitafuta, mnaweza mkapata kiungo bora kabisa namba 10, wakati Clatous Chota Chama akiperform vizuri kwenye eneo hilo. Simuoni kama Chama anaweza kufeli. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyo
vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora. Wachezaji ambao waliopo ndani ya Young Africans, labda Pacome Zouzoua ana uwezo wa kuvaa nafasi ya Aziz Ki akawa mfalme akacheza eneo lile ambalo anacheza Stefan Aziz Ki. Watatofautiana tu kwamba kuna namba nyingi zitapungua kwa Stefan Aziz Ki ambazo Aziz Ki ambazo zitapungua kwa Pacome Zouzoua ambazo Stefan Aziz Ki alikuwa anawapatia Young Africa, lakini utaongezeka ubunifu na skills nyingi kwenye eneo hilo kwa sababu ya ubora wa alionao Pacome Zouzoua. Kwa hiyo kuna utofauti kidogo tu utapungua, lakini Young Africa sidhani kama itatikisika baada ya Aziz Ki kuondoka. Yes, lakini pia unaambiwa kwamba pengine Chama ndio anaanza kurudisha falume wake. Ni muda wake pia, na kwangu kiniuliza kati ya Pacome Zouzoua na Clatous Chota Chama Triple C yupi ni best kucheza kwenye eneo lile ambalo ameondoka Aziz Ki, nitakwambia moja kwa moja ni Clatous Chota Chama. Ni best kabisa akicheza kuliko Pacome Zouzoua. Sio kwamba Pacome Zouzoua hana uwezo wa kucheza eneo lile, ni kwa sababu Pacome Zouzoua ni mtamu zaidi akitokea pembeni. So kwa nini umpunguzie utamu wake na umpeleke kwenye eneo ambalo unaenda kumnyanyasa, na wakati yuko Clatous Chota Chama ambaye ukimpeleka pembeni timu inapoa, lakini ukimpeleka pale juu namna ya speed ya Young Africa anaweza kucombine na akacheza nayo, kwa sababu hatakuwa anakimbia eneo kubwa sana la uwanja, atakuwa anazunguka nyuma ya mshambuliaji kutengeneza space ambazo zitaisaidia Yanga. So sidhani hata kama kuna umuhimu wa kwenda kutafuta mchezaji nje ya Young Africa. Mimi nasikia taarifa za Young Africa kumhitaji Faisal, lakini sidhani kama hata Faisal Yanga wanamhitaji kwa kiasi hicho kwenye eneo ambalo Aziz Ki anaondoka, kwa sababu wachezaji waliokuwa nao wana quality, labda tu kutowaamini kwa miaka 2-3 zaidi, lakini kwa msimu huu na ujao wakati mnajitafuta mnaweza mkapata kiungo bora kabisa namba 10, wakati Clatous Chota Chama akiperform vizuri kwenye eneo hilo. Simuoni kama Chama anaweza kufeli. Mimi nikushukuru sana. Asante sana, asante. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.